Miongoni mwa wachambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania, Nasri Alfani siku ya jana kupitia maiki ya 69 Sports, yeye anaeleza kutoa maoni yake kuhusiana na ile ambalo linaendelea. Yeye kwa upande wake amesema angekuwa miongoni mwa viongozi wa Yanga basi wasingepeleka timu uwanjani kutokana na hasara kusababishwa na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kufidia gharama hizi. Nasri Alfani ni nani? Mchambuzi. Ametoa maoni yake. Anajua thamani ya mpira Nasri Alfani. Nasri Alfani kapata ajira tu ya kuzungumzia mpira. Ndio mimi ninavyosema, kuna hata Ulaya wachambuzi wa mpira 90% au wanaotangaza mpira Ulaya wamecheza mpira. Wamecheza afu wamesomea mpira. Tatizo la Tanzania wengi watu kwa sababu wameingia kwenye vyombo vya habari wakasoma, wakajua kuzungumza, basi wanazungumzia mpira. Nasri Alfani kacheza anajua wapi huo mpira Nasri Alfani? Nasri Alfani ni mtu mmoja ambaye mimi naweza nikasema ni wa kawaida sana katika mpira wa Tanzania. Iwe huko kwao hata ukifuata historia yake, saa nyingine hata makaratasi hajacheza mpira makaratasi. Chandimu. Sababu anaonekana si yule kama manga. Anaonekana kabisa yule mtoto wa nyumbani tu kutoka getini anaingia kwenye gari la baba Sianjano anaenda shule anarudi anacheza mpira wa ule mpira wa madoli ule uani, basi hajui thamani ya maana ya mpira ni nini. Waulize wenye mpira waliocheza mpira wanaojua thamani ya mpira wa Tanzania. Mfuate Alimayai Tembele muulize, ambaye sasa hivi uko kwenye cheo kikubwa katika serikali. Mfuate Wilfred Kidau kacheza, muulize hili atakupa jibu la mpira. Wafuate kina Steven Mguto wanajua thamani ya mpira. Nasri Alfani ni nani? Anazungumza nini? Anajua thamani ya mpira kupitia wapi? Maswali ya wachambuzi ambao wako kwa maslahi yao usiniulize na kuomba tafadhali. Nasri na kuna mmoja yuko clown. Nani yule mdogo nani? Yes, usiniulize maswali hao watu. Hawajui thamani ya mpira ni nini. Hawajui chuki za watu wa mpira zilizokuwa kwenye moyo wao ni nini. Wanatamka kwa sababu waishi mjini. Leo kimsikia yule mtoto anaitwa Nasri, unaweza kuinamia chini hivi ukafuta machozi afu ukanyamaza kimya ukamwambia Mwenyezi Mungu msamehe huyu kijana. Hajui anachozungumza ni nini. Inawezekana kuna ahadi kapewa, ukilitetea hili likafanyikiwa kuna kitu utafanyiwa. Sisi hatuzungumzia ahadi, tunazungumzia kwanza amani ya nchi yetu. La pili tunazungumzia maslahi ya mpira wa Tanzania ambao kuna watu wameweka hela kwenye mpira huu. Nasri alikuwa Wasafi, huyo Hans baadaye kahamia clown. Kafuata nini? So maslahi. Mtu kama huyu ukimpa mzigo ukamwambia ongelea kitu ambacho atakaba ukiona nyeusi sema nyeupe, atapambana ile nyeusi aseme nyeupe ili mradi riziki iende. Sio mtu wa kujadili mpira wa Tanzania. Kuna watu wanajadili mpira wa Tanzania. Jemedari Saidi Kazumali anajadili mpira vizuri kwa sababu leo tunajua Singida Black Star ni kubwa. Leo tunamjua Azam ni mkubwa. Jemedari Saidi kachezea Kariakoo ya Lindi ikiwa kwenye pink ya mpira wa Tanzania. Hakizungumzia mpira anauzungumzia kuanzia kwenye miguu yake mpaka kwenye kichwa chake kwa sababu kacheza. Hakizungumzia mpira anajua thamani na mshahara na posho walizokuwa anapewa kwenye mpira toka akiwa Kariakoo ya Lindi. Nasri na Hans wamecheza timu ya nani zaidi ya timu za mabasi ya njano ambazo wanaenda wale watoto ambao wenye riziki. Jemedari Saidi aliposoma alikuwa anatembea kwa miguu kutoka Magomeni mpaka Tegeta ndo anaikuta shule. Shabani. Ndo tunaposoma kwenye mikoa yetu. Hatulijui gari. Unatembea hapa mpaka Tegeta au mpaka Kawe ndo unaikuta shule, unasoma. Na ukimaliza shule, unarudi tena kijijini kwako kutoka umbali ule, unarudi tena na asubuhi saa 10 unaamka, unaenda shule. Na hilo tunaliona sasa hivi. Ndio maana unaambiwa usiposoma tembea. Ukitembea mikoani na gari, ukipita baadhi ya barabara, kuanzia saa 10:30 nakutana na watoto wa shule wamebeba madaftari wako polini wanaenda shule. Ogopa hawa watu. Kwenye kila sekta
wanajua thamani ya kila kitu. Sisemi ovyo kwamba wanaopanda mabasi ya njano wengi wanakuwa waeleweki, lakini ukimwona mtu kasoma kwenye gari la njano, ndo hao wanaotuletea wa matatizo kwa sasa, kwa sababu hawajui uchungu, hawajui thamani ya pesa ya watu wanazowekeza kwenye mpira. Leo wewe umehama Wasafi umeenda Clown kwa maslahi. Mohamed Dewji Mo toka akiwa kijana mdogo anaipenda klabu ya Simba. Inawezekana toka akiwa ana umri wa kijana wa labda miaka 20-25, labda kuna kitu alikuwa anachukua anapeleka Simba ili Simba ifanye vizuri. Leo Mohamed Dewji anawekeza pesa nyingi kwenye klabu ya Simba kupitia nchi ya Tanzania na uwekezaji wa mpira. Yeye ndo kaleta changamoto kubwa mpaka katika nchi yetu mpira wetu umekuwa mkubwa. Nasir Alfani ni nani? Kafanya kitu gani katika mpira wa Tanzania zaidi ya kukaa kwenye chombo cha habari na kuzungumza kwamba hiki kinachofanyika sio sahihi? Nasir Alfani ni nani kwenye mpira wa Tanzania? Kuna zuri gani kalifanya katika mpira wa Tanzania? Sasa kuna wakati lazima tukae sisi waandishi tuwe tunazungumzia vitu vyenye maslahi kwanza kabla ya kitu chochote. Zungumzia maslahi ya amani ya nchi ya Tanzania, ndio muhimu. Bila amani hakuna mpira. Na mifano tumeona, kuna timu zinahangaika kutafuta nchi zingine zikacheza ili mradi tu zicheze ligi sababu nchi zao zina vita. Uongo. Sasa hawa wachambuzi ndio wanakusababisha hizi vurugu. Wanaongea vitu vya uongo kwa maslahi yao binafsi. Tuwaangalie hawa watu kwa jicho la tatu. Sio watu sahihi katika mpira wetu wa Tanzania. Naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Amiri Jeshi Mkuu mama yetu Samia Hassan Suluhu, tunampenda na tunajua ni kiongozi jemedari na shupavu, yeye ndo Amiri Jeshi Mkuu, awape maelekezo viongozi wanayetawala kupitia chini yake katika uongozi wa serikali, wasiingilie mpira wetu wa Tanzania. Nazungumza hili kwa sababu wanaharibu mpira wa Tanzania na wanaowapa kiburi hao ambao wanafanya hizo vurugu na kusema hayo maneno ni viongozi wetu wa serikali ambao wako katika utawala za juu katika serikali yetu, ndio wanaowapa jeuri hawa watu. Mimi leo baba yangu sio kiongozi, ndugu yangu wote sio kiongozi, sijuani na kiongozi wote wa serikali. Nikifanya tukio lolote hapa la ajabu lisilowezekana, nishakula pingu niko lock up. Uongo. Lakini kuna watu ambao wamefanya vitendo vya ajabu vya uvunjaji wa sheria ya nchi ya Tanzania. Tumewaona kwa macho yetu. Siku ya tarehe 7 uwanja wa Benjamin Mkapa, wahuni wamezuia msafara klabu ya Simba masaa 4 ikiwa kwenye basi, tena wanaongea kwa maneno ya mdomoni, na video zao na klipu zao na sura zao tunazo. Lakini mpaka leo hatujasikia hata mmoja akichukuliwa hatua kwa uvunjishwaji wa amani na sheria za nchi hii au sheria za mpira kama wale watu waliofanya. Hatujaona action yoyote, tuko tu kimya. Tunajadili tu kwamba Simba hakuwa haki, Yanga hakuwa haki, apewe pointi, asipewe pointi. Tumeenda kasi, tumezungumzia walosababisha hili vurugu. Kabla ya kuingia katika studio zenu mkajadili nani alikuwa na haki, kuna chanzo kilifanya mpaka hii mechi imeahirishwa. Chanzo ni nini? Usipojenga ukuta, usipoziba ufa, utajenga ukuta. Wazibe ufa. Wawashughulikie hawa watu ambao wamesababisha hii vurugu. Wanajulikana, na hawa watu walikuwa wanatamka kwa maneno mdomoni kwamba wao wamepewa maagizo kutoka juu. Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania, rais wetu wa nchi ya Tanzania, mama, wewe hauna mpinzani kwenye nchi hii, tunakupenda sana. Lakini waliyekuzunguka watathmini na waangalie kwa jicho la tatu. Vurugu hizi zinatokea mara ya pili. Tumefanyiwa Mwanza, wameshiriki viongozi wa serikali, tena mtu mkubwa katika serikali, mkuu wa mkoa, hala sio mtu mdogo. Tumefanyiwa Benjamin Mkapa juzi tarehe 7, timu yetu imezuiliwa tena kwa vitisho, kwa maneno ya watu wanazungumza mdomoni kwamba hapa akifanyiki chochote mpaka kieleweke, hapa apiti mtu. Kwa video zipo na watu wanaonekana na wanajulikana.
Mpaka leo kwa masikitiko hawajachukuliwa hatua na hatujui lolote linaloendelea zaidi ya kurudi kwenye vyombo vya habari vya michezo, watu wakapewa chochote, wakaongelea habari za uongo na za uchonganishi. Hii sumu sasa inatembea. Imetoka Tanzania bara, imehamia Zanzibar. Mama aliangalia hili kwa jicho la tatu, na viongozi wangu wa serikali liangalieni hili. Hii sumu inatengenezwa, itazungumzwa Mwanza. Hii sumu inatengenezwa, itazungumzwa Songea. Hii sumu inatengenezwa, itazungumzwa Tanga, itazunguka nchi nzima. Hii sumu baadaye itatengeneza bomu ambayo itatuletea madhara, ambayo madhara hayo kuyazuia ni kazi kubwa. Mama, wewe ndo amiri jeshi, wewe ndio rais wetu wa nchi, na unachokifanya tunakikubali kwa 100%. Watu wako waliokuzunguka ndo wanaharibu mpira wetu, kwa sababu wanatumia vyeo vyao kwa mamlaka yao, ili mradi waonekane wao ni wakubwa kuliko mtu mwingine yoyote. Liangalie hili. Tunaliongelea habari za amani mama, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania tunapenda iwe na amani, isiwe na vurugu. Leo mimi nimekaa hapa, umekuja kufanya interview na mimi Mwanaisha Mkali, kwa sababu nchi ina amani. Ingekuwa hakuna amani, wewe usingekuja kufanya interview na mimi hivi. Usingekaa, ungesimama unanioji, unakimbia, watu wanapigana. Uongo. Sasa tunaliomba hili kulinda amani ya nchi yetu. Kuna mambo mawili kwenye hii nchi: dini na Simba na Yanga. Hilo liko wazi, halina siri. Katika 100% wa Tanzania wasometa mpira wanaweza kupata 10% au 5%, ambayo ni ndogo sana, hawezi kufanya chochote. 90% ni nyingi. Uongo. Kwa nini hawa 90% kuna watu wachache kwa maslahi yao wanataka kutengenezea chuki baina ya mtu na mtu, au wanataka kutengenezea chuki baina ya serikali na watu wake? Waangaliwe hawa watu wanaoharibu mpira wa Tanzania, viongozi wa serikali ambao mama wamekuzunguka. Huo ndo ukweli. Hao wanaofanya hizi vurugu wanapewa majority na nguvu kupitia kwa viongozi waliokuzunguka wa serikali uliowapa mamlaka kusimamia maadili na kusimamia amani ya nchi yetu. Hawa ndo wanawatuma hawa watu kwa pembeni, nyuma wakiwa wamejificha wao, kwa sababu wasije kuonekana. Lakini kwa kauli zao wale watu waliokuwa pale wanasema amri imetoka juu. Ndio maana tulitaka wale watu waliozuia msafara wa timu yetu wakamatwe, ili waseme juu hiyo amri ile kaitoa kiongozi gani, na tumjue huyo kiongozi kwa nini alitoa amri ile. Kiongozi kama huyo katika nchi yetu ni sumu na ni hatari kwa maslahi ya sisi vizazi vya sasa, ya wale wazee wetu wa zamani na vizazi vijavyo. Watu hawa ni sumu, lazima wachukulie hatua kali za kisheria ili mpira urudi kwenye mstari wake. Mpira wetu unazoofika kwa sababu viongozi wengi wa serikali wameingilia system ya mpira wetu wa Tanzania. Shabani, tumalize na hili. Young Africans wanaelekea kasi bwana. Sisi tunawatakia kila la kheri inshallah. Tuseme inshallah. Tunawatakia kila la kheri, tuseme inshallah, kwa sababu mwenye kilanga apewi pole. Yes, waache waende. Mwezio na kilanga. Wana kilanga. Ndio maana unaona mpaka leo wameandika barua 757, wanahamasishana kwenda kuzungumza vitu visivyoeleweka, maneno yote wanamaliza wao. Juzi tumeona kwenye mechi ya kina dada wameingia uwanjani mpaka wametufanya wale tunaopenda starehe tukiwa uwanjani kupiga kelele, tumeambiwa tusichangilie kwa maspika wala kuweka mabango hivi, kwa sababu walijua kabisa wale mabwana watakuja na mabango yaloandika vitu vya ajabu. Ni wapongeze walioliona hilo, na kweli waliliona, lakini kuna wachache walifanya iko kitendo, walichukua makapeni wakaandika matambara, na tumeona kwa ushahidi timu hiyo hiyo watu wao tumewaona wanapiga kelele, hawataki bodi ya ligi, hawataki bodi ya ligi, na wamevaa jezi za hiyo timu. Kwa hiyo kuna vitu vinaonekana vya wazi, lazima wawe wastaarabu. Mwenye mpira nchi hii ni mmoja tu, TFF. Ndani ya TFF kuna kamati ya bodi ya ligi. Mwenye mpira nchi hii anayeongoza president ni mmoja tu, Wallace Karia, na ndo mwamba kweli kweli, na ndo kiongozi wetu aliyotufikisha hapa tulipo, na ndo kiongozi mkweli. Mimi naurudia tena hili. Wanasema Wallace Karia ni Simba, lakini anaongoza na anafuata maadili ya mpira wa Tanzania. Labda hawajui kilichompeleka kiongozi wa TFF jela, ambaye alikuwa na mapenzi na wao. Ni hela hizi ambazo Karia akajenga chuo Kigamboni. Ni hela hizi ambazo Karia akajenga chuo Tanga.
Ni hela hizi ambazo Karia anaendeleza mipira mpaka ya wanawake. Juzi tumeenda kuangalia dabi ya Simba na Yanga wanawake, uwanja mpaka umecheua, sema kukaa mna. Katika uongozi za huyo kiongozi wao ambaye alisema si atuchukue ubingwa labda yeye aondoke madarakani, kulikuwa kuna mpira wa nani wanawake. Kipindi hiko tushaye kwenda AFCON. Kipindi hiko wakati wa kiongozi wao yupo tushashiriki mashindano ya Afrika. Tulikuwa tunaambiwa Tutenga alicheza mashindano ya Afrika akawekewa na rekodi. Leo mashindano ya Afrika kwetu ni kawaida, tumeingia karibu mara 2 mara 3 mfululizo. Uongozi wa nani? Wallace Karia au uongo? Lakini Wallace Karia huyo ambaye sasa hivi leo wao wanamwona hafai. Walikuwa wana miaka 28 hawajaingia hata hatua ya makundi. Uongozi wa Wallace Karia ndio wamecheza finali ya shirikisho. Kwa hiyo hawa watu ni waajabu, sio watu wa kawaida kabisa. Hawa watu lazima wachunguzwe ndani. Inawezekana kuna mbegu zimepandikizwa, sio mbegu za Kitanzania. Hamna mbegu ya Kitanzania inafanya vitu vya ovyo. Mimi nakwambia hii, unafikiri ili kwa wao wanajiita wananchi, kuna mbegu wamepandikiza, sio mbegu batili kwa Watanzania. Mimi nakwambia Watanzania tunajuana, Mwanaisha. Sisi Watanzania, Mwanaisha, ndani yao kuna mamluki. Sisi Watanzania tunachangia mpaka sigara tunafanya hivi. Mwenzio anakupa. Nchi zingine watu wagonge sigara. Uongo? Si Watanzania, Mwanaisha, kwenye nchi yetu ya Tanzania tunavyopendana. Leo mtu anaweza akaja akakuomba wala ujue alikotokea. Chakula ulichopika wewe na familia yako, na yeye ukampakulia na ukampa sehemu hata kilago cha mkeka halale, kesho atafute maisha mengine. Uongo? Sisi Watanzania hao. Si Watanzania leo tukimwona mtu kaonewa barabarani atukubali, si Watanzania. Uongo? Lakini kuna virusi vinapandikizwa na mbegu zisizokuwa sahihi katika hii tasnia ya nani mpira. Waangalie watu sio sahihi. Mimi nalilia amani kwa sababu mimi nimezaliwa kwenye amani. Sitothubutu wala sitosema kitu chochote eti amani ya Tanzania ivunjike, kwa sababu mimi nimezaliwa kwenye amani na familia yangu imenitoa kwenye amani. Mimi nataka niendeleze amani hii kuanzia mimi mpaka kizazi changu. Kiendeleze amani ya nchi ili hata vizazi vyangu vijivunie kwa Mtanzania. Mimi leo najivunia kwa Mtanzania bwana. Mimi Mtanzania bwana. Tena mimi Mtanzania kweli kweli. Hamna nilipochanganya, mimi nalinga kweli kweli. Kuna watu wanakimbia, tunawaona wapo hapa wanaishi maforeigners wengi, wanakimbia nchi zao. Mtanzania gani kakimbia nchi yake? Ukimwona kaondoka hapa anaenda kusurvive kwenda kutafuta maisha yake tu kwa sababu ya familia yake yenyewe. Lakini kuna Mtanzania kakivia vita nchi. Sasa kwa nini kuna watu watakusababishia vurugu? Kwa sababu hizi, mimi nazungumza hizi kelele nyingi kwa sababu Simba na Yanga ni kama dini. Leo Waislamu na Wakristo waanze vurugu, hiyo ni vurugu ya nchi. Amiri jeshi mkuu sikufundishi mama yangu hii kazi, sikufundishi. Najua wajibu wako na ujua. Washughulikie hawa watu. Si tuishi kwa amani. Leo mimi naagiza futari ya magimbi na kula vizuri bila hata kupiga makelele. Leo futari yangu ya miogo na uji wa miogo pamoja na marage nikikaa chini nikila na kula, sina pressure. Nikisikia nimepiga basi huko nje, basi tairi la gari au mpira wa baskeli. Si wala sio silaha wala sio bomu. Hiyo ndo Tanzania, ndo maana unatuona Watanzania tunanawili tu, sisi hatuna wasiwasi. Kuna watu wanafuturu nje zinapigwa risasi, wallahi lazim. Tumeona madereva wetu juzi Kongo wamezuiliwa, wanaomba msaada, wako chini ya malori wanalia. Risasi zinapigwa, dereva anaongea kwenye simu, anazungumza, wanalia kwa sababu ya vita. Leo anajitokea mtu mzee mmoja yule mwenye ile voice. Serikali narudia tena hili. Mchunguzeni na mfuatilieni yule mzee. Kweli ni Mtanzania? Kweli anaitakia haki nchi yetu? Yeye tokea akiwa kijana mpaka anazeeka hajawahi kuona damu inamwagika, wallahi lazim katika nchi hii. Kwa nini wakati anamalizia umri wake hatake nchi iwe na vurugu? Muangalieni huyu mtu. Kuna watu inawezekana wanatumika ili waweze kutuchafua, lakini wasitumike kwenye mpira wetu. Sisi tunapenda mpira bwana. Sisi tunahitaji mpira uchezwe, kila mtu afurahi. Lakini tunalipinga wanaolifanya ndugu zetu kwa kutuma watu ambao ni wauni wakaja kuzuia mazoezi yetu. Ndio kitu tulichofanya hii mechi isichezwe. Kwa hiyo mimi niseme Watanzania wote ni familia. Watanzania tupendane. Kila mtu amheshimu mwenzie kwenye nafasi yake. Hata ufanye nini, Wallace Karia ni rais wa mpira Tanzania. Hata ufanye nini,
kauli yake ni amri kwa mpira wa Tanzania. Hata ufanye nini, kauli ya amiri jeshi mkuu wa Tanzania mama yetu Samia Hassan ni amri katika nchi na amani ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kila mtu aheshimu sehemu yake. Kama wewe una maeneo yako, heshimika kwenye sehemu yako, linda amani ya nchi yetu wa Tanzania. Hakika tunapenda amani. Shukrani sana Shaban. Nashukuru sana.